Tuhuma anazoshikiliwa kwa sasa Haji Sande Manara ni mbaya na huenda zikampeleka pabaya na kupoteza kazi yake ndani ya kikosi cha Young African, na ndio maana imekuwa ni dalili ya wazi hata mwenyewe ni kama ameshaanza kusanuka na kujikuta anaposti picha ya zamani akiwa kwenye uzi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Hii ni dalili ambayo huenda ndani ya kikosi cha wananchi akakosa kazi na akarejea tena Wekundu wa Msimbazi. Kiuhalisia ilikuwa ni baada ya kuzungumza kwenye voice note na iliyoweza kuvuja kwenye application ya dada yetu wa taifa, Mbea wa taifa, Mange Kimambi, baada ya kuweza kuvujisha pia voice note hiyo ambayo ilikuwa inamsikilizisha kaka yetu Haji Sande Manara akiwa anaongea mabaya na habari tofauti kuhusiana na rais wa klabu ya Yanga, lakini pia bila kumsahau pia na GSM Galib Said Mohamed. Of course kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea Haji Sande Manara, hajaongea kwa uzuri, hajaongea kwa wema, bali ameweza kuongea kwa ubaya, na ikiwa yote nikiweza kuwazungumzia vibaya kwanza wake wa rais Hersi, lakini pia bila kumsahau pia na mheshimiwa Galib Said Mohamed, huku akiweza kuzungumza kwamba ni viongozi na ni mabosi ambao anaishi nao kinafiki, lakini kiuhalisia hayuko nao sambamba. Na hata kwenye klabu ya Yanga ambayo kwa sasa yupo ni kwa sababu tu ya maslahi, lakini kiuhalisia watu ambao wamekuwa akiroll nao kama mabosi wao haendani nao na pia amekuwa akitofautiana nao. Kwa ni taarifa ambayo bila shaka kiuhalisia pindi watakapoweza kusikiliza viongozi wenyewe akiwemo rais wa klabu ya Yanga, Rais Engineer Hersi, kwa kupata uthibitisho zaidi kwa kupitia voice note hizo, yani sidhani kama kutakuwa na uaminifu tena 100% wa kumkaribisha ndani ya klabu ya Yanga ambaye ni Haji Sande Manara. Na hata the same hata kwa yule ambaye amekuwa akimpa ugali na kumfanya Haji Sande Manara anavimba, ambaye tunamzungumzia ni boss GSM Galib Said Mohamed, pia hata mwenyewe hawezi kumwamini 100% kwa sababu siri zote na taarifa zote ambazo walivyokuwa wakizungumza na maisha ambayo yeye Haji Sande Manara anayajua kuhusiana na Rais Hersi pia na GSM amekuwa akiweka wazi na kuyazungumza kwa watu. Kwa hiyo ni mtu wa kuwa naye sana makini, na kiuhalisia mpaka sasa hivi kumekuwa na kikao kinachomjadili katika ile idara ya nidhamu na hata pia kwa kamati ya nidhamu, ikiwa inajadili kuhusiana na sakata la Haji Sande Manara kwamba itakuwaje ama muafaka utakuwaje kwa klabu ya Yanga baada ya kuweza kujadili kosa na sakata hili linaloonekana kabisa ni za uzalilishaji kwa viongozi wa klabu ya Yanga, baada ya kuweza kuzungumza maovu na matukio ambayo hakuna alitarajia Haji Sande Manara anaweza akaongea mabaya kuhusiana na GSM ama Rais Engineer Hersi. Kwa taarifa ambazo huenda kwa Haji Sande Manara akawa anakaribia kujipotezea kibarua chake cha kuingiza maokoto kutokana pia na yeye mwenyewe kushindwa kujishikilia na maneno yake. Cha msingi tukutane kwenye comment, lakini taarifa inayoendelea kwa sasa na tulionayo ndio hiyo ya Haji Sande Manara kuwa kwenye hatihati za kufukuzwa kazi, manake sasa hivi yuko kikangoni kwenye kikao kizito na Yanga.